tupo juu zaidi ya Kuwait, lakini mwisho wa siku tumepokea kipigo tena tukiwa tumetoka kwa uongozi wa bao 2-0. Sasa Jacob Kapaya alikuwa sehemu ya mashabiki ambao walikuwa wakifuatilia mchezo huu ambao umepigwa kule Misri. Pengine Kapaya, wadau wamezungumzia kipi ambacho kimejiri katika mchezo wa leo? Yes, kabisa, mimi nimeshuhudia mchezo wa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars dhidi ya timu ya taifa ya Kuwait, mchezo ambao umemalizika dakika 90 kwa matokeo mabao 4-3 kwa timu ya taifa ya Kuwait kuibuka na ushindi. Naweza nikasema kitumbua kimeingia mchanga baada ya kipindi cha pili mabao 4 kupatikana kwa upande wa timu ya taifa ya Kuwait. Mashabiki asilimia kubwa baada ya dakika 20 za kipindi cha pili kupachikwa mabao 4 mfululizo, mashabiki walikimbia kibandaumiza, moja kati ya kibandaumiza maeneo ya kata Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam, ambao nimeshuhudia mchezo huo maeneo ya Rerini. Mashabiki wanasemaje? Tutafika nchi ya ahadi. Unaitwa nani? Mimi naitwa ndugu Francis John Kakole, aki maarufu jina Baba George, Gongo la Mboto. Mpira uliochezwa sio mbaya, mpira ni mzuri tu. Kama ni matokeo tu ni wa mpira kwa sababu ya kwa hivyo, kwa sababu mpira dakika 90. Matokeo ya mpira yako matatu, kuna kushinda, kuna draw na kufungwa, ni matokeo tu. Ila sasa kipindi cha kwanza tumecheza mpira mzuri, lakini kipindi cha pili tatizo lilikuwa nini? Kwamba wachezaji sio walikuwa wamechoka, tunajua ni tatizo nini, lakini mpira tumecheza mzuri bila shida yote. Kwani matokeo ya mpira ni kawaida. Gamondi kaendelea vizuri na ni jinsi ilivyo, kwa sababu kana mwenendo mzuri tu wa mpira. Hakuna shida mpira, ni matokeo tu ya mpira bila shida yote. Bane, sawa, mimi nimekupata hapo. Nisikize maoni ya mtu mwingine. Unaitwa nani? Lakini pia unaiona Taifa Stars namna ambavyo imecheza kipindi cha kwanza. Uliamini kipindi cha pili tutapigwa bao 4? Naam, kwa majina naitwa Serezungo au Tatizo Nyota, Gongo la Mboto kwa wazee. Timu ya taifa nimeiona imecheza mpira mzuri mara kwanza, na kipindi cha pili wamejitahidi, lakini kwanza tumecheza na timu gani? Kuwait Waarabu sisi hatuwawezi. Walikuwa watuangalia kipindi cha kwanza tu. Kipindi cha pili wameingiza tu. Wametupiga goli cha 4. Yaani hiyo ndio nimeona mimi, lakini timu bado, na Gamondi kwa sababu ndio tumempa timu, mimi naamini labda baadaye, lakini kwa leo hii hawezi kukava alipotoka Morocco. Tumefungwa kweli, tumeona makosa chungu mzima, timu bado haijakaa vizuri. Chungu mzima? Makosa mengi sana. Tumefungwa kwa makosa mengi. Sababu tumecheza vizuri kipindi cha kwanza. Kwani tumeshindwa kudefense kipindi cha pili. Tumefungwaje? Yaani mpaka sasa hivi siamini, kwa sielewi. Kwani tumefungwa na kati timu mechi ilikuwa yetu. Sawa. Bwana, makosa ya nani yamesababisha tufungwe? Ya timu kijumla? Unaitwa nani? Mimi naitwa Khalid kwa maarufu Mjoko. Mimi naona tatizo la timu inacheza vizuri na ilikuwa inafanya vizuri, lakini tatizo lilikuwepo upande wa nyuma kipindi cha pili, kwa sababu kubwa iliyokuwepo mabeki na golikipa wao walikuwa hawana mawasiliano mazuri, na unapojua katika mpira golikipa ni kocha wa upande wa nyuma. Golikipa ndio maana unakuta timu nyingi duniani golikipa lazima apatikane mzoefu, lakini kutokana sisi golikipa wetu hana uzoefu, mimi siwezi kumlaumu sana. Ni tatizo lilikuwepo mawasiliano ya golikipa kuwasiliana na mabeki wake, alikuwa anashindwa kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi mawazo yangu na ninavyoangalia nchi ya ahadi tutafika vizuri, lakini jambo la kwanza kabisa warekebishe kwenye golikipa, watafute golikipa Manula, wanatafutie timu aina yoyote ili aweze kucheza, ili aisaidie timu ya taifa. Huu bila kutafuna maneno, magolikipa waliokuwepo katika nchi yetu Tanzania wote hawajamfikia Manula hata mara moja. Kwa hiyo wanatafutie Manula timu ya aina yoyote anaweza kucheza kila siku, ili perform yake ikae vizuri, aweze kusaidia timu ya taifa, ili hao magolikipa wengine wakijikongoja baada ya Manula kisha staafu na wao wakae. Lakini kwa sasa hivi kwa golikipa, tatizo la golikipa, na nawaambia ukweli, hata watani zangu wa klabu ya Simba vile vile Manula golikipa ni golikipa mzuri. Kwa hiyo mnasema ndio ni wazo yangu mimi. Golikipa. Sawa, mimi nimekuelewa hapo kwa golikipa. Kutokana na mchezo namna ambavyo ulikuwa, mshabiki mwingine, wewe unasemaje? Ukitazama mchezo, golikipa amehusika kwenye kusababisha matokeo kuwa hivyo? Hapana, siwezi kumlaumu. Unaitwa nani kwanza? Naitwa Almasi Montemi kutoka Gongo la Mboto. Kwa upande wa golikipa siwezi kumlaumu sana golikipa. Ile ilikuwa ni mistake za mchezo, kulikosa mawasiliano kati ya mabeki na golikipa. Kwa hiyo siwezi kumlaumu sana golikipa, na kingine timu yetu inabidi iongeze marking kwenye ukabaji. Na ila timu ilicheza vizuri
kipindi cha kwanza, kipindi cha pili umecheza vizuri, mpira umewekwa chini. Tumpe muda kocha Gamondi. Tumpe muda kocha Gamondi. Timu ilicheza vizuri, ni matokeo ya mchezo tu. Tunaelekea kwenye AFCON unaiona timu yetu ikifika hatua gani? Kwa sasa hivi mpaka sasa hivi siwezi kujua inafika hatua gani kwa sababu mimi huaga naangalia alafu naweka majumuisho yangu. Timu kila siku inabadilika. Sijajua mimi kikosi cha kwanza nani, kikosi cha pili nani. Kwa hiyo sijui mpaka tutapofika AFCON ndio ukiniuliza swali kama hizi nitakujibu. Lakini kwa sasa hivi sina mwelekeo aina yoyote kwa sababu kila siku timu inabadilika. Hatuwezi kupata timu kama hivyo. Sijajua mpaka sasa hivi. Nikikuuliza kikosi cha kwanza mpaka cha pili utanitajia? Mimi tena? Unaweza kunitajia. Kwa hiyo bado timu ngeni, kocha mgeni, kwa hiyo sijajua, swali gumu hilo. Uje kwako. Naam. Taifa Stars ulivyoishuhudia. Unaiona wapi kwenye mashindano ya AFCON? Mimi naiona itafika mbali sana katika AFCON ya mwaka huu. Mimi nadhani Taifa Stars itacheza vizuri kwa sababu wachezaji wale, kwanza huyu kocha amekuwa na alichokifanya kitu kizuri zaidi. Ameacha yale mambo ya kuchukua wachezaji kwa kuwa Yanga waje watano, Simba watano. Hizi timu zinatuzofisha. Huyu kocha nimeona kaja na mfumo mpya, katafuta wachezaji wa aina mbalimbali huku na huku na kule. Timu itafika vizuri. Itacheza vizuri tu. Na AFCON mwaka huu hakuna timu itaweza kutufunga katika kundi letu. Hiyo mimi na uhakika 100%. Tutagumeana, lakini jambo la kwanza nilosisitiza la Manula, golikipa ni kocha vile vile upande wa nyuma. Timu inakuwa na makocha wawili katika uwanja. Wana kocha namba 6 ambaye kwamba namba 6 anaangalia mfumo wa mule ndani. Golikipa anakaa nyuma, naye kocha vile vile anaangalia upande ndani, anaangalia upande wa golikipa. Inaonekana umesomea ukocha? Mimi ukocha nimesomea na ujua vizuri sana. Hata kunipa timu ya taifa naweza kuiongoza. Bwana, Kampisa, umewasikia mashabiki wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars wakitoa maoni yao baada ya mchezo kumalizika. Mimi naitwa Spiderman Jacob Kapaya. Maoni ya mashabiki banda umiza pale Goms Gongo la Mboto wakiwa na Spiderman Jacob Kapaya. Mechi ilivyoanza bwana lakini mwisho wa siku wanasema kipimo sahihi. Unajua unapoteza Mkazuzu, unapoteza mechi kama ulikuwa na lengo la kujifunza ama kujiandaa ama kuna kitu unataka ku-experience kuelekea labda kwenye mechi fulani ya kimashindano au mashindano fulani. Nadhani ndio platform sahihi ya wewe kwenda kujisahihisha. Unajua wakati mwingine ushindi huwa unalemaza. Unaweza kupata matokeo mazuri lakini usipate kile ambacho kingekupa test kuelekea kwenye michuano ambayo hususan kwa sasa hivi tunaelekea kwenye michuano ya AFCON. Kupoteza leo kuna mawili, either kuwavuruga kabisa kama wa Tanzania, kwa sababu ukisikia tungeshinda leo ndo AFCON ingekwaje? Kwa sababu hata ukiangalia namna ambavyo maoni ya baadhi ya wadau dakika 45 kipindi cha kwanza, kwa kiasi kikubwa kila mmoja alikuwa anasema hii ndio Taifa Stars ambayo tulikuwa tunatamani tungekuwa nayo kwa muda mrefu. Kipindi cha kwanza, kipindi cha pili Stars imekuwa ni tofauti kabisa na ile kipindi cha kwanza. Hata kama tungeshinda goli 4 leo, hata kama tungepiga mpira mzuri ambao tumeona kipindi cha kwanza, lakini bado huwezi kuniambia kwa hizi siku chache tungesema Gamondi kaibadilisha Stars sasa ni ushindani. Ingekuwa labda ni ile hali ambayo mara nyingi imekuwa ikizoeleka, timu ikibadilisha kocha kuna ile hali ya morali na namna nyingine ambao huwa inatokea, lakini bado usingeweza kusema sasa ndo Gamondi kashapatia. Lakini kumbuka hii ni mechi ya kirafiki, na ndo maana hata mpinzani ambaye tumemtafuta kwenye mechi ya kirafiki, tukizingatia tuna kocha mpya kwenye benchi, ni mpinzani ambaye tulikuwa tunaona tunamudu, sababu kimwangalia Kuwait kwenye uzani ni timu ambayo tunawezana. Nafasi ya 135 kwenye ubora si 107. Ni timu ambayo tunawezana. Yaani ni timu ambayo ipo kwenye uzani wetu ambao tunaweza tukaenda na mwalimu akaamua kupima mbinu zake na zikampa majibu kwa namna yoyote. Kwa hiyo kufungwa kunauma, lakini kwa maana ya kocha mpya, mechi yake ya kwanza, matokeo ya mwisho kwake inawezekana sio issue sana. Ni nini ambacho anaenda kujaribu? Nimemsikia shabiki mmoja anasema kikosi chetu hatujui, yani timu ya taifa leo ukiambiwa upange timu hauwezi. Ni kweli, kwa sababu sisi bado tupo katika hali ya kutengeneza timu. Yani leo hii wewe ukinazungumzia watu AFCON, sisi AFCON tunaenda kufanyaje?
ni kweli tunaenda AFCON, tunataka kushindana, tunataka tukachukue taji au tunataka tukafanyaje? Kwa sababu mara yote sisi katika tuko bado kwenye process ile, mchakato wa kuhakikisha je, hata huko kuvuka kwenyewe kushiriki AFCON bado tuko comfortable. Yani sisi bado tuko kwenye zile level za kupambana ili tushiriki AFCON. Kwa hiyo mimi ukirudi kwenye mechi ya leo, the way tumeona dakika 45 za mwanzo, tuliona kweli muundo wa timu, the way inavyocheza nini, kuna tofauti ambavyo tumeiona. Ukiangalia timu karibu wachezaji 7 wa Stars walikuwa wanacheza juu kwa mpinzani. The way Kuwait ambavyo waliingia kwenye mechi, hawakuwa na maswali magumu hususan kwenye first half. Lakini angalia walipokuja kipindi cha pili, kapandisha gia sekunde 30, yani mpira umeanza tu wao wamefika kwetu na wakapata goli la kwanza. Ili hali sisi tuna mabeki takribani 5 wako kwenye box. Yani tuna mabeki wa kutosha, sio kama tumeshtukizwa au ni counter. Tuna mabeki karibu 5 kwenye box, lakini bado wakafanikiwa kupata goli. Goli la pili mistake ya goalkeeper. Hapo nashangaa watu kwa ujumla wanamlaumu goalkeeper, lakini sisi tumefungwa magoli 4. Mistake ya kipa unazungumza moja, lakini angalia kipa kasave ngapi? Yakub Suleiman. Yakubu kasave ngapi? Lakini tayari tumeshapata kichaka ni kipa, lakini kipa kafanya mistake moja ya goli la pili. Ya goli la pili tu, lakini sisi tumeruhusu goli 4. Lakini angalia kipa kasave ngapi katika mchezo wa leo. Lakini angalia tunakwenda tunapoteza, tunafungwa goli la 4, la goli la 3 ambayo inapigwa foul. Angalia mfungaji alipotoka, kamwacha beki, kaenda kafunga. Tunakufa goli la 4. Baada hapo bado kipindi cha pili kilikuwa mwache sana. Kwa hiyo mimi kwa ujumla ni mechi ambayo una kocha mpya, anaenda kwa mara ya kwanza na timu kwenye mechi, uwezi kulaumu. Kwa sababu hata utaulaumu leo, si mara ya mwisho tumeshinda lini? Yani mara ya mwisho si tumeshinda lini? Ukiacha mechi ilikuwa ni mechi ya 3, kwa sababu sisi hii ni mechi ya 4 mfululizo tunapigwa. Ni ya 4 mfululizo. Katika mechi 5 nafikiri tumesare mechi 2, hii ni mechi ya 3 tunafungwa. Katika game 5 hatujashinda. Kwa sababu tumefungwa na Niger, Zambia, Iran na leo. Iran game mfululizo. Wakati tulitoa sare na Kongo wale Brazzaville. Kongo. Away. Na tulifungwa nyuma yake na Morocco kwenye robo finali ya CHAN. Kwa hiyo hatujawa na matokeo mazuri. Kwamba sasa huyu leo ndo kafungwa, kwamba sisi tulikuwa tunashinda sana au okay. Kwa namna ambavyo nilitazama first 11 ya Gamondi, kwenye upande wa ulinzi unaona alikuwa na watu wenye uzoefu. Kuanzia langoni ndio golikipa ambaye amekuwa akipata nafasi ya kuanza kwenye michezo mingi hivi karibuni. Ukienda kwenye eneo la safu ya ulinzi, maybe Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye amekuwa anaingia toka, lakini Dickson Job, Shomari Kapombe, Zimbwe Junior ni uti wa mgongo kwenye timu ya taifa kwenye eneo la ulinzi. Mabadiliko makubwa yalianzia kwenye eneo la katikati. Nova by the way amekuwa ni regular, ni mzoefu lakini kwenye eneo jingine unaona namna ambavyo kocha aliamua kuleta wachezaji ambao wamekuwa sio regular kwenye sio waliozoeleka. Kuna namna ambavyo kuna picha umeanza kuipata juu ya Gamondi anahitaji wachezaji wa aina ipi kupitia kikosi cha kwanza cha mchezo wa leo. Of course ni rahisi sana kufahamu kitu gani Gamondi anakihitaji siku zote, kwa sababu timu zake zote, whether unazungumzia Young Africans kwa ambapo tumemfahamu kwa soka la Tanzania, whether unazungumzia Young Africans, whether unazungumzia Singida, mpaka sasa hivi timu ya taifa, aina football inayochezwa ni ya kufanana. Namna gani anataka timu yake ijenge mashambulizi kutoka kwenye box la kwanza, namna gani anataka viungo wafanye wale wawili ambao wanakuwa kama pivot ama kama ni mmoja, na namna gani anataka watu wachukue nafasi wa eneo la juu kuweza kutengeneza na kumalizia nafasi. Kwa hiyo hakuja kuwa na tofauti sana, na leo hakukuwa kuna utofauti kwenye hilo, kwa maana ya kwamba tulikuwa tunaona Gamondi zote anapenda sana kujenga na back 3, alafu mbele yao anaweza kaeka kiungo mmoja ama wawili kama pivot, alafu juu yao watu 5 ambao wanajipanga kwenye mstari mmoja, anakuwa na kama tens 3 kwenye box la mwisho kwa ajili ya kureceive na kutengeneza chances, lakini pia anakuwa na mawinga wawili ambao upande mmoja inawezekana akawa fullback
ama upande mmoja fullback, upande mwingine wing, ama upande zote panakuwa pana mawinga wawili. Na ndicho ambacho kitotokea leo hii. Iwapo mpira ulikuwa ukiwa Stars inajengea upande wa kushoto, basi Mohamed Hussein anakuwa ndiye mtu wa kupanda. Alafu Shomari upande huko wa kulia ana reshuffle space, wanaunda back 3 yeye pamoja na Jobu na Mamnyeto. Alafu juu yao panakuwa pana Mabula pamoja na Novatus. Alafu juu kuna upande mmoja Mohamed Hussein sasa ambaye amesogea juu, na wale watu wa juu walobakia kuweza kupokea mchezo, kwa maana ya Mombwa, Tarina Rarakia, Sopu pamoja na Kevin John. Na tumeona kama kawaida jinsi ambavyo huwa anamteua mtu wa kuweza wanasema orchestrate mashambulizi, kuwa na freedom ya kuhakikisha ana receive timu kutoka chini na kuwa mtu wa kwanza kutengeneza nafasi. Unajua kufanya kile anachokihitaji kwenye mpira. Tuliona kwenye first half jinsi ambavyo alimdeploy Tarina Rarakia. Alikuwa free sana kuzurura anapotaka. Ana receive mpira kutoka deep na anakwenda kwenye eneo la juu kwa kuweza kuibeba na kuweza kuzalisha mipira mwisho. Aidha kwa kuweza kwenda upande opposite kabisa, kwa maana kwamba kuzalisha mipira labda kwenye upande wa kulia ili hali anatokea kushoto, ama kushoto kule kuweza kuoverload eneo lake akiwa na Mohamed Hussein, kwa maana fullback ambaye ameoverlap juu. Kwa hiyo ilikuwa ni basic na standard football ya Gamondi ambayo tumeiona kwenye kipindi cha kwanza. Na kipindi cha kwanza wachezaji walionekana kuenjoy kile ambacho mwalimu amewafundisha, na ile ID ya kile ambacho unakitaja kama football ya Gamondi ilionekana, na watu walifurahia. Hata kwenye mitandao ya kijamii ulikuwa ukitazama watu wanaenjoy kile ambacho kinaonekana. Na mwisho wa siku kitu gani kilibadilika second half? Hapo ni swala ambalo sasa kila mtu anakuja na majibu yake. Sahihi. For me nadhani ilikuwa ni issue ya maybe wachezaji kuwa comfortable. Walisi kwamba mechi game imeshakwisha upande wao. Yes. Yeah, kwa sababu walianza kuwa warahisi. Unajua first half tulikuwa on mark. Tulikuwa on point. Kuna namna fulani mikimbio ilikuwa inajibiwa sana kwenye spaces. Watu Kuwait walikuwa wakija kushambulia, ama kwenye nyakati ambazo walikuwa na mpira tulikuwa tunaona reaction nzuri zaidi ya watu kulinda wachezaji wetu kulinda nafasi pamoja na watu. Lakini second half palikuwa pana uzito sana. Tulikuwa wide open. Yaani mipira inapenyezwa kwenye central area. Hakuna mtu ana react. Crosses zinapigwa, amezungumzia hapa Mkazuzu, box defending ilikuwa very poor. Cross inapigwa, ana receive mshambuliaji wa Kuwait, inarejea tena kwenye box, wanapokea wao, wanakuja kuscore. Kipa hakuna ambacho angeza kufanya. Ni goli moja utamlaumu la pili, lakini tofauti na hapo magoli matatu yote yametokana na crosses yote, kwa sababu goli la kwanza Mohamed Hussein ameramishwa nyasi huku ikapigwa cross. Tena mawili yametoka kwa Mohamed Hussein. Yes. Kipa ajitahidi kwanza akacheza. Imeenda imejaa forward, ikarejeshwa rebound kama. Umeona magoli mengine kona. Yaani Paul, angalia kona, hakuna watu kwenye nguzo. Hakuna mtu ana defend box. Kwa hiyo kuna nyakati kuna mawazo yalikuwa yananijia, sema okay, hivi si mwezi ujao tunaenda Morocco sha. Mwezi wa 12. Mechi ya kwanza dhidi ya Nigeria. Mwani ana viboko. Victor Osimhen, Ademola Lookman, Moses Simon ni hatari. Sawa, inawezekana kwamba leo kulikuwa na mabadiliko makubwa ya kikosi, kwa sababu hatukuwa na watu wetu. Kuna baadhi ya nyota wetu muhimu hatukuwa nao. Pia Mzizi hayupo. Mzizi sana tutamkosa. Suba nadhani anaweza kuwa included pia kwenye AFCON. Ile Samata it depends na yeye atasemaje, unajua. Kwa hiyo kwa mimi nilivyo kwa tafsiri yangu mimi Mkazuzu pamoja na Marusu. Kwa squad ambayo nimeiona leo kipindi cha kwanza ni squad ambayo maybe for the future, kwa sababu ukiangalia vijana kina Kevin John, Tarina Rarakia, Mombwa, hata bwana mdogo ambaye anatokea Simba Sports, Morris. For future, lakini kwenye tusidanganyane, tukielekea kwenye AFCON ya kesho kutwa hii, alafu ka deploy squad hii hususa kuanzia eneo la kati kuelekea front line, itakuwa mtihani na especially unajua ugumu zaidi upo kwenye aina hata ya kundi ambalo tupo Umeona Nigeria, Tunisia, Uganda. Hizi sio games ambazo unakwenda na relaxation kwamba unajua nitachukua alama ama nitapewa